Ni kitu gani kilitokea kati yako na Lady JD? Hiyo ina barua hiyo. Hiyo uzuri wake ilishaenda mahakamani huko tukanani. Kiukweli tukienda story ndefu, lakini issue ni kwamba kuna maneno yalisemwa kwamba kuna vitu ambavyo tunafanya sisi kama wamiliki wa chombo cha habari, mimi na mkurugenzi mwenzangu Joseph, na kuna mambo tumesema au mambo tumefanya, umeelewa, sisi tunaamini sio kweli, lakini wakati tunaulizana tukasema hivi kweli sisi kama hatuamini haya tunabisha nini? Tunamuelezea nani? Kama tunasema haya mambo sio kweli tupeleke mahakamani. Tukaseme kama huyu mtu kama anasema hili jambo ni hivi, basi akaprove kitu. Kwa bahati nzuri nashukuru ngeenda mahakamani tukakuta kwamba kashindwa kuprove kwamba ni kweli na mahakama amesema sio kweli. Kulikuwa hamna maneno kama hayo, unaelewa. Kwa hiyo nadhani yaliyotokea mahakamani ndio hayo yaliyotokea mahakamani. Tunashukuru angalau tulishinda ile kesi, lakini at least ilitengeneza mfano wa watu kuelewa kwamba tusipende kutuhumu vitu kama watu huna uhakika naye. Kwa sababu bahati nzuri pia hata katika hiyo kesi alisema mwenyewe hajawahi kusikia tunasema sisi. Aliambiwa na watu. Kwa kweli unaweza kaambiwa na watu jambo kalipeleka, sio jambo zuri, inaweza kukuta kwamba linakuponza kwenye sehemu nyingine. Kwa hiyo nadhani ni kitu kizuri kwa watu wengine kuiona, lakini ni mambo yashapita. Mmewahi kukutana wawili mkazungumza labda? Na nani? Na JD. Basi sitapata bahati ya kukutana naye kiukweli. Labda tukikutana tutaongea, lakini sijamuona kusema kweli. Bahati mbaya sana hatujakutana mahali. Mkikutana mko tayari kuyamaliza yani? Sasa unajua kuyamaliza ni yapi? Kuyamaliza unajua yani peace, yani zile mambo vipi shwari mnayotaka hao. Pesa inayokuja hata leo nikipata nafasi ya kahawa nitashukuru sana nikipata mwaliko. Tatizo ni kwamba hakuna ambacho hatujamaliza. Tulimaliza, tunasubiri order. Unajua kimsingi ulipopewa order ya kwamba nyimbo zangu usipige, jina langu usiseme kwenye chombo chako, umeelewa tukamwambia vyovyote itakavyokuwa mimi sitaki kusikia hiyo kitu. Hiyo ndio order. Kwa labda tukikutana ni muombe tena kama ataruhusiwa kufanya hiyo kitu. Sawa. Perfect amenipa swali hapa ambalo linahusu masuala ya tuzo. Vituo vikubwa duniani kama BET, MTV na vingine vinakuwa na tuzo zake. Kwa nini Clouds hakuna tuzo kwa ajili ya kukuza muziki? Na kwa nini mwaka huu tuzo kubwa za Tanzania Music Awards hakuna? Labda unaweza kaona majibu sababu ni mdau mkubwa. Unadhani kutapunguza thamani kwa wasanii kwa tuzo ambazo tumeziona kwa muda mrefu zikitolewa alafu ghafla haziko tena? Mimi hilo nilipeleke moja kwa moja kama lawama kwa Baraza la Sanaa. Mimi nadhani kweli kabisa nchi kama Tanzania na ukubwa wa tuliofikia kimuziki tutakiwa kuwa na tuzo 5-6. Yaani kiukweli kila chombo kinatakiwa kuwa na tuzo. Nakumbuka TZ mtakuwa na tuzo zenu. Tukanyimwa kibali cha kufanya, si ndio? Clouds imetaka kufanya tuzo zake siku nyingi, umeelewa. Mlolongo unakuwa ni mgumu wakati ni jambo ambalo linatakiwa kuwa linapewa msukumo mkubwa sana. Umeelewa. Kwa hiyo kiukweli sijui sababu kwa nini hata kili haipo. Najua mimi sababu za ndani ambazo labda sijui kama ni za kuweka wazi, lakini kimsingi Baraza la Sanaa, vyombo vyetu vya sanaa vya serikali vimekuwa vinafanya kazi kubwa zaidi, naweza tukasema ya kufanya upolisi kuliko kusukuma. Sio kama unanielewa vizuri. Yaani kazi nilikuwa nafanya kazi za kufungia, adhibu, fanya nini, unaelewa, badala ya kutafuta namna ya kuongeza na kupeleka vitu mbele. Very true. Ambayo naongeza tena katika hayo maneno nasema, ndio maana muziki wa dance kwa mfano, kwa mimi ninavyoamini, muziki wa dance sehemu kubwa sana ya kuporomoka kama ulivyoporomoka ni kwa sababu hakuna chombo cha kuwasaidia wale watu katika ule muziki. Hakuna muziki bila social media sasa hivi. Nani anazisaidia bendi za Tanzania kuhusiana na social media katika mazingira? Wale ni wazee ambao huwezi kuwalaumu leo kwamba social media imewakuta katikati. Nani anawasaidia Msondo kusambaza nyimbo kwenye social media? Nani anawasaidia Sikinde kusambaza? Kwa hiyo matokeo yake wanaonekana kama hawafanyi kazi, lakini wanajua muziki sana wale watu. Na ni wakubwa sana kimuziki, lakini wameachwa na teknolojia. Matokeo yake inawafanya waonekane kama vile wako nyuma kimuziki. Mimi nafikiri bado ni wazuri sana, lakini Baraza la Sanaa linatakiwa lijue hiyo gap. Nani anawasaidia wale watu? Nani anawasaidia Msondo wakitoa nyimbo, au Sikinde, au sijui bendi ya Taarab Jahazi kuipeleka Mkito? Nani anawasaidia? Nani anawasaidia kwenda kwenye mikataba Spice? Unaelewa? Mimi naamini Baraza la Sanaa, mimi naamini labda wizara yetu kusema
ndio inatakiwa tafute namna ya mbinu ya kutengeneza hii gap iwepo. Matokeo yake tutajikuta Bongo Flava inaenda tu. Unafikiri hiyo ni kazi ya BASATA kweli au juhudi za hizo bendi binafsi? Hapana. Unapokuwa kwenye nchi na wewe ndio chombo kikuu cha nchi, ukiziona juhudi za bendi ziko chini, wafuate, wanyanyue ili wote muwe kwenye level moja. Huwezi kuacha tu. Wafuate, wanyanyue kuhusu na nani, usisumbuke. Msanii wa Tanzania sasa hivi wa Bongo Flava, mimi nasema ukweli, ana hamu video yake ifungiwe. Unajua kwa nini ana hamu video yake ifungiwe? Kwa sababu inazungumziwa, kwa sababu anapata hela kwenye YouTube na anapata hela nyingi kuliko kuangalia bure kwenye TV station ya Tanzania. Kwa hiyo mtu anafanya video controversial, basi hata wanahisi wanamkomoa kufungia video yake, kumbe wanampa kiki. Mmoja mwanaamio. Na huenda sasa hivi pia kuna wengine uko umewapa hiyo idea, kwa hiyo tutarajie ngoma zingine kama BASATA. Swala ni kujua ulimwengu unaenda wapi na wewe kuwa mbele ya ulimwengu. Huwezi kuwa na chombo kama BASATA ukawa nyuma ya wale wanaofanya vitu kiteknolojia, kimaarifa, unaelewa? Yaani wewe lazima uwe mbele yao. Wewe ndio unawasoma kabla hawajakusoma wewe. Mimi hapa Adamu Mchomvu jamani naye katulia. Basi before swala la Adamu Mchomvu niko pale BASATA. Unafikiri pale pana semeji kuna vichwa mwafaka ambavyo vinaweza vikajua mpaka ya masuala ya social media, au BASATA wenyewe pale wazee wangu wamekaa hata hawajui, hawana account ya Instagram? Hivi BASATA kwanza wana account ya Instagram? Wana Twitter nimeiona. Mimi nafikiri muundo, mimi narudia kusema, nimesema mwanzoni pale kuhusu Nyerere, na kipindi kile tunamaliza kutoka kwenye ujamaa kwenda kwenye soko huria na biashara ile. Muundo wetu wa sehemu kama BASATA sidhani kama umewahi kubadilika ku accommodate mazingira ya sasa. Mimi sidhani kama hilo limewahi kutokea. Kwa hiyo sio kuhusiana na kuwa na Instagram account, sio kuhusiana na kuwa, ni kuangalia huu muundo unaendana na mazingira ya kweli ya sasa. Kweli. Anyway, miaka kadhaa nyuma umeiona hiyo account? Nimeona account ya BASATA. Nimeiona account ya BASATA. Na uhakika ndio yenyewe? Sijui kama ndio yenyewe. Ina logo ya BASATA lakini ina followers 263. Sema wachache sana. Hawezi kuwa wameanza muda mrefu kidogo. 263. Lakini sidhani kama hii ni. Mimi nataka nikuulize hapo kwamba unafikiri katika ile committee tuseme, ama watu ambao wako BASATA wana elimu ya ujasiriamali ya biashara ya muziki, na kuna haja labda kukafanyika changes kidogo ili tujaribu kwenda na wakati, tujaribu kwenda sawa na industry ya music kibiashara? Mimi naamini huwa BASATA ni watu wenye upeo mzuri sana kubwa. Naamini ni watu ambao wanaiweza sanaa, wanauelewa utamaduni wa Tanzania. Wasiwasi wangu ni kwamba je, muundo wake una accommodate mazingira ya kibiashara ya Tanzania? Mimi nafikiri hilo ndio jambo ambalo unajua kulifikiria. Haiwezi kuleta maana kama wale watu hawawezi kuelewa kwamba huu ni muundo wa soko huria wa biashara. We need to be doing business. Hii ni entertainment business. Na vyanzo vya mapato ni hili na hili na hili. Unaelewa? Lazima, yani kama tusipoipata hiyo itakuwa ni ngumu sana. Okay, uliza swali lako sasa, umelipania sana. Adam bana. Mgeuka nyuma. Atauliza mwenyewe. Sema katika miaka kadhaa iliyopita nyuma, sikumbuki ilikuwa ni miaka mingapi nyuma, lakini nilikuwa nikiona malalamishi ya wasanii wana blame kwamba bana, unajua shows zinaandaliwa alafu international artist anapewa hela mkwanja mrefu afu tunachukuliwa poa. Kweli. Wala sio uongo. Na international artists wanapewa mkwanja mrefu kweli. Au tuseme walikuwa wanapewa mkwanja mrefu kweli. Lakini tuwe wa kweli. Asira hiyo ya kuwapa wale ndio imetukuza tulikofika leo. Umeelewa? Asira hiyo ndio imetufanya leo tusimame hapa tuseme proudly, bwana mwaka kesho hatuna international artists, hatutaki. Si ndio? Yaani mimi nafikiri loko. Lakini hiyo loko ingetoka wapi bila kuwa na hiyo kitu? Yaani ni lazima, na tuwe kweli, Twanga Pepeta ilianza baada ya kuiona Wenge Muzika. Kwa ni lazima watokee wale, watutie hasira, tufike kule tuwapite. Nice. Na ndio sababu ya Fiesta mwaka huu kutakuwa na international artist. Mwaka gani? Mwaka huu. Mwaka huu Fiesta 2016. Mwaka huu msanii wa Marekani. Ni msanii wa Marekani. Mwaka huu kwa tafsiri. Yes. Zamani nasema kweli. Sisi tulikuwa tunamtangaza, na namkumbuka alikuja yule bwana anaitwa Two-Face. Alikuja kama ndio international artist. Na tulimuona mkubwa kweli enzi zile. Si ndio?
Mara hii tumefanya makusudi kuleta mtu kama Yemielade, kuleta kina Tekno, ili tugundue kwamba unajua hatupishani sana level na hawa artists. Hatuna level tofauti na hawa artists. Tumefika mahali ambako sisi ni wakubwa kwenye level. Umeelewa? Kwa nadhani sasa hivi inatupa nguvu ya kuhisi. Mimi nadhani tunaweza kufanya show wenyewe. We can do it. Na maana ni kujipanga wenyewe kwa ukubwa. Mwaka kesho itakuwa ni mapambano sana kwa ajili ya Fiesta na uhakika kwa wasanii. Umeelewa? Lakini kikubwa ambacho nakiahidi hapa, wasanii tutawalipa sana zaidi, kwa sababu kile kiasi tunacholipa international si lazima kirudi loko. Umeelewa? Kwa hiyo lazima, kwa hiyo watalipwa sana. Kwa hiyo bahati mbaya pia kwa kuwalipa sana, tunawadai sana. Tunategemea matokeo kubwa sana kwa kwao. Very true. Umeelewa? Yes. Okay, habari za kazi. Leo sio boss. Alright, lakini boss pia. Kwanza nikupe pongezi kwa kuwa mkurugenzi kwa radio station kubwa Super Brand Radio for all times, Yes. Na mara nyingi kwanza karibu ofisini kwangu hapa mimi. Mbona bana, hivi ndio ambavyo nafanya, yani Monday to Friday. Na vikwazo waga vingi vinatokea. Ushakutana navyo kwamba bana Mchomvu ana maswali fulani magumu, Mchomvu anachomekeaga vitu fulani. Sasa uko ready kiasi gani? Niko ready sana. Maswali ya Shwalado yanaruhusiwa? Yote yanaruhusiwa. Oh right. So swali langu ni kwamba ni kipi hasa ambacho kilikuonyesha kwamba huyu jamaa kuimba hajui kurap wala nini? Huyu jamaa anafaa kuwa design wa mavazi na vitu kama vile kipindi kile nikawavalisha weusi kwenye launching ya nini Escape pale. Kipi ambacho umegundua kwamba huyu jamaa kuimba huyu anaweza kudesign nguo? Huyu jamaa mnamwita Mchomvu? Huyu jamaa Mchomvu. Unajua kwanza Mchomvu amenisaidia sana kwenye maisha yangu. Okay, makofi jamani. Nitakwambia kwa nini Mchomvu amenisaidia sana. Kwa sababu watu wanaamini promo inaweza kumfanya mtu atoke. Promo inaweza kumfanya mtu ambaye ni mwimbaji wa kawaida awe mzuri sana. Sasa hii ndio inaonyesha kwamba Mchomvu pamoja na kipindi alichokuwa nacho na redio aliyokuwa nayo, umeelewa? Kama ingekuwa issue ni promo, si angetoka. Umeelewa? Kwa hiyo mimi naamini katika ukweli na nasimama katika maana ya kwamba mimi naamini Mchomvu ni katika wabunifu namba 1 wa nchi. Sio tu wa mavazi, wa kila kitu, ideas na nini. Lakini Mchomvu sio mwimbaji bora. Wala mimi nasemaje? Dude jipi linatoka wiki hii. Au vipi? Okay, swali lingine boss. Fursa ni kitu ambacho unaishi nacho kila siku. Nafikiri hata kwenye ndoto inakujia unaota. Ni kitu ambacho uko nacho kila siku, unatembea paka mikoani kujaribu kuangalia jinsi gani kuweza kusaidia vijana waweze kuamka kwa upande wa fursa. Vipi in house vijana wako naona wamekamata fursa, wako kwenye line ya kule ambapo wewe unaona? Mimi nikwambie kweli, hakuna sehemu ambako watasema watabisha, lakini kila mtu anajua akija Clouds ndio mahali pa kutoka kwa maisha. Yaani bisha usibisha, wewe unajua mwenyewe. Kwa sababu nje ya nafasi yako kama mtangazaji, hakuna sehemu ambako unapewa nafasi ya kufanya chochote unachokitaka. Kila mtu aliyomo humu ndani ana biashara 1, 2, 3 nje hapo, na zote zinapata support kubwa sana. Na wote tukienda mkoani huko, nazungumzia kuhusu biashara za mashamba, ukirudi utawaambia watu basi wengine hawataki. Lakini nikikwambia nusu ya watu humu ndani, kuna watu wana shamba za eka 100, watu 3 4, ndio? Mami nitakujia. Unaelewa? Kuna watu wanafuga kuku na unawapa contact za kuwa anapeleka ndani hapa, wanauza mayai hatari. Kuna watu wanafungua sasa hivi kundi la vijana kama 3 4 ambao katika huu mzunguko wa fursa wa kiwanda cha sabuni Kigoma huko. Issue kwa vijana wetu, tunasema ukweli. Vijana wote tuliofanya Fiesta, mimi niliwaita Mbeya tukazungumza nao. Nikamwambia Nixon shahidi. Nikamwambia nyinyi mnapata hela sasa hivi. Hizi hela zenu nendeni ka invest hapa, in 5 years. Hata ukitolewa kwenye ile shelf la vitabu, sio kama unanielewa, unakuwa umekaa vizuri. Tatizo letu ni kwamba sisi tusizione fursa kama vile ni za wakulima. Fursa kama vile ni za watu ambao sio hapa. No, fursa itazame kwa mtu yote ambaye wakati unafanya unachokifanya, tazama pembeni.
Mimi kuna watu wako very proud, watu kama Fauzia anafanya hapo, lakini kila tutakwenda kwenye fursa utamshangaa yuko kwenye mashamba ya miti, utamshangaa yuko kwenye vitu vingi. Nixon huyo hapa tukizunguka naye, there are people ambao wana maeka na maeka ya biashara anayofanya. Kuna kijana anaitwa Jose Kazi, tulizunguka naye kwenye fursa, mnamkumbuka yeye? Fundi wa magari, si ndio? Ana kazi kubwa sasa hivi, anatenda kutengeneza magari ya nyumba kubwa kule, si ndio? Lakini muulize sasa hivi yuko wapi? Yuko Songea. Ana shamba la miti eka 200. Analima tangawizi eka 100. Sio kama ananielewa. Yaani ametoka juzi South Africa kununua trekta 2. Huyu ni mtu ambaye miaka 3 iliyopita alikuwa ni fundi wa magari. Kwa hiyo issue ni kwamba kwa nini tumezungukwa na hivi vitu alafu sisi hatufanyi, alafu tunataka kulalamika. I think sisi ni kwa sababu tunachagua tu. Tunaishi mno kwa hype na maisha yaliyotuzunguka, nifungetu kama kuna opportunities zinakuwa. Okay, nafurahi kwa majibu yako mazuri. Interview ilikuwa ndefu kidogo, najua. Tuko vizuri pale. Tuko vizuri. Alafu tunao ruksa ya kuruka matangazo leo. So, mzee kasema. Anasema maswali ya usualadu jamani, naomba msilale. Maoni yamekuwa mengi, hususan ambao wanahusisha Baraza la Sanaa Tanzania. Maoni binafsi kutoka kwa Suka anasema yeye anadhani baraza linahitaji kufanyiwa editing kwa sababu linanyoshewa vidole sana kwenye mambo yanayoipeleka sanaa mbele. Yaani kama linalaumiwa sana. So Sudi Brown anauliza, hivi nani anatakiwa kuwa responsible katika kuset trend ya muziki wa Bongo? I don't know. Nani kwa responsible? Ama unasema unauliza nani mmiliki wa internet? Amna mtu amiliki. I don't think so. Hata mimi nafikiria trend inatakiwa isetiwe na watu wanaosikiliza na wanaotengeneza muziki. You're lucky to set the trend, you're lucky. To set it. But I don't think kuna sheria inaweza kusema nani anaweza ka set trend. Hakuna anasema tusikize Kwaito leo au tusikize Singeli kesho. Okay. Swali lingine. Hivi ni kweli wimbo wa taifa unatakiwa kuwa modified ili kuongeza tija kwa vijana? Nice. That's a good question. Nani huyo? Sudi Brown. Kwa mara ya kwanza. Swali zuri sana kukaa na kufikiria. Tuliangalie labda kuna vitu ambako vinawezekana vinabidi viongezwe kuleta kuendana na mazingira ya sasa yalivyokuwa. Hivi unafikiri somo la uzalendo linatakiwa liwepo mashuleni? Yes. Kwa nini? 100%. Kwa sababu haupo. Huo ndio ukweli. Haiwezekani mtu anakuwa katika mazingira yetu ile anaamka anaanza kuwaza chama kwanza, timu pili, unaelewa? Anatakiwa uanze kuwaza nchi kwanza. Unaelewa? Ije chama, ije timu, ndio ije sehemu labda ya kazini au nyumbani kwako ulikokuwa. So I don't think kuna mazingira yametengenezwa ya mtu kuwaza taifa kwanza. Hii ni for the interest of the mazungumzio kuhusu kodi. Yote yale ni taifa kwanza. Lazima turudishe uzalendo. Na kwa kuanzia unafikiri wapi pa kwanza achana na swala la kulipa kodi? Kwa sisi ambao sasa hivi tayari somo hilo hatujalisoma shule. Cha kuanzia, njia rahisi kuliko yote ya kufanya. Nunua cha hapa, service cha hapa, hudumia cha hapa. Yaani maana yangu ni kwamba video, kwani umpelekee ila Nicky director South Africa? Mpe msafiri afanye video hapa. Vizuri sana, nitajitahidi kufanya video hapa. Yaani ndio lazima uanzie hapo kwa sababu msafiri ananunua wapi kamera usipompa hela wewe? Unaweza kumwambia tutasema hana kamera, ataitoa wapi? Kama wewe huwezi kumpa biashara hapo. Kila Nick Dizo ambao ni watu walioko hapa, ni lazima sisi tuinvest kwao ili wao waweze kupata vifaa ambavyo tunavifuata South Africa. Unaelewa? Kwa mimi nafikiria tatizo peke yake la hapo bado. Narudia pale kwenye sehemu kama BASATA. Kujua changamoto zilizoko. Nampongeza sana Mheshimiwa Nape alipomwalika yule waziri wa South Africa. Moja ya kitu alichosema mimi nataka kupigana sana ni yani mimi nataka mtu wa BASATA, mtu wa wizara awe kama Nape alivyokuwa na hasira kwamba inaniuma sana mimi kuona watu wanaenda kufanya video South Africa. Lakini siwezi kupinga, nataka nijue ni nini naweza kufanya cha kuwa encourage wafanye video. Wanakumbuka alikuwa anaongea na Vikenzo na Real na Ika pale. Kuhusu kwa nini mnaenda kufanya video South Africa. Na Real wakasema cha kwanza utaratibu tu wa taasisi. South Africa ukienda kuomba kibali cha kufanya video kwenye mtaa, chini ya masaa 3 unapewa kibali, unapewa ruhusa, mtaa unafungwa, unaruhusiwa kufanya video. Tanzania hapa kupewa hicho kibali inaweza kuchukua wiki 2. Sio kama ninachokuambia. Anakuambia sasa ugumu au urahisi wa vitu kama vile ndio vitu ambavyo sisi tunatakiwa kupongeza BASATA kuonekana BASATA imewezesha
urahisi huu. Sasa urahisi kama huo usipowezekana, ina maana BASATA watakuwa wanafanya kitu gani? Kama naelewa. Ni lazima vile vitu ambavyo vinatusumbua sisi, wao ndio wavitengenezee njia rahisi. Kuvaa nguo za polisi au kuvaa nguo za jeshi, umeelewa? Kama unafanya music video, kiukweli unavaa nguo ya polisi eti kwa sababu zinakatazwa, basi inabidi uvae nguo ya rangi nyingine. Inaleta maana kweli hiyo video ina uhalisia? Haina uhalisia. Na lazima kuwa kuna uwezo wa kupata haraka kibali cha kufanya hiyo kitu, kwa sababu inajulikana unafanya hiyo. Nguo za polisi South Africa unapewa inua nawa. Sasa kwa nini sisi tunashindwa accommodate na kuelewa hii ni video, hii inahitaji kibali, hii inahitaji, lakini chombo kama BASATA kinawezesha hivi vitu vifanyike haraka. Hicho ndio nataka. Okay, umezungumzia hapo Aika na Nariel. Nimekumbuka kwamba wanadropisha album yao mwezi huu hapa wa 12, na right now hakuna distributors wowote katika kudistribute album, kusambaza album. Nini ushauri wako? Nini kifanyike irudi kama zamani? Mimi nafikiri tufanye kitu kimoja. XXL. Mimi leo nikiwa hapa XXL. Hebu tutoe ofa ya kutangaza, kila mtu tumpe mwenye album mpya, tumpe matangazo 5 bure kwa kipindi. Lakini kwa siku 30, ili tuone watu at least watautengeneza album, si ndio? Labda watu wanaogopa album. Mimi nadhani watu ni waoga. Nusu wa Tanzania ni waoga kujifanya wanaibiwa. Ni nini ambacho hawaibiwi? Sio kama naelewa. Watu ni waoga wa kutengeneza album. Mimi nawapongeza sana kina Nariel wa kutengeneza album. Nampongeza sana mtu kama Dito anatengeneza album. Barnaba pia. Najua Barnaba anatengeneza album. Issue ni kwamba lazima album zirudi. Tuache kuwa waoga. Tuwape nafasi ya watu kutangaza album, kwa sababu ndio muziki wetu unakuwa. Sure. Speaking of that, mauzi ya album inanikumbusha pia soko la movie ambalo limeshuka kwa kasi kubwa sana. Unafikiri ni kitu gani kimesababisha mpaka maactor wenyewe, maactress, ushindani haupo tena kama zamani ilivyokuwa? Unajua nitakwambia kitu kimoja. Mimi nafikiria zile unaita nini? Kick. Hype. Zimezidi sanaa. Hype ikizidi sanaa, umeelewa ninachokwambia? Unakuwa huna biashara iliyokuwepo. Kwa sababu uwezo mkao mnazungumza stories za watu ambao hawa ndio wacheza movie, lakini kila mtu ana miaka 3-4 hajawahi kucheza movie. Kwa hiyo story ya kwenye gazeti haihusu movie yake hata moja, ila inahusu maisha yao ya pembeni. Ndio kama ninachokwambia. Industry haiwezi kukua namna hiyo. Ni lazima ukubali katika ukweli. Umeelewa? Kwa hiyo lazima mtengeneze movie ili watu wazungumzie movie, ili mkue. Na lazima uruhusu watu wapya waingie kwenye industry. Tukikaa hapa leo tukizungumza kuhusu industry yetu ya filamu, tuwe wa kweli. In the last 5 years, nani anakumbuka mtu mpya aliingia kwenye industry ya muziki? Ya movie. Hakuna. Hapo angalia kwenye Bongo Flava. Mwaka mmoja tu uliopita, utataja watu 3 au 4 5 wapya walioingia. Bilnas. Unaelewa? Nandi. Sasa watu wapya wanaleta habari mpya, wanaleta. Kuna mtu mwingine kwenye After School Bash anaitwa Dogomu. Noma. So I think hiyo ndio kitu ambacho kinasababisha industry zetu zingine hazikui, kwa sababu movie industry kidogo inafanana na industry ya muziki wa dance bendi, ambako huoni bendi mpya, huoni mwanamuziki mpya, huoni mtu anazungumzia, watu wanakuwa ni wale wale kwa muda mrefu, na inafika mahali kunakuwa hakuna kitu cha kuzungumzia. Very true. Okay, maswali ya ndio au hapana? Ndio. Mwe kucheza kiduku? Hapana. Mwe kudabu? Hapana. Mwe kuvuta bangi? Hapana. Unakunywa pombe? Hapana. Unampenda Mungu? Ndio. Unampenzi zaidi ya mmoja? Hapana. Katika vipindi vyote Clouds FM, kipindi gani kwako ndo bora kabisa na kwa nini? Sala mtego sana. Tuambie tu kwa nini, ili tujipange kwa wale ambao sio wateja wako. Hilo gumu kidogo, kama nifikirie. Usiku mnene ya DJ Yellow unasikilizaga? Naitkali. Nasikilizaga sana. Okay, wakati gani ulikuwa mgumu sana kwenye sehemu yako ya kazi ambayo unaifanya mpaka leo as mkurugenzi wa The Super Brand Clouds FM? Ulikuwa wakati mgumu sana kwako? Nadhani mwanzo wa antivirus.
ngumu kidogo. Nikamwambia na sisi pia tuna jeshi letu, tunaweza tukabato na sisi tukatengeneza tukawabato na mangoma ukagoma kabisa. Kwa nini? Nikakwambia hii sio vita yako, vita yangu. Na wakati gani umekuwa wa joy sana kwako, wa furaha, una enjoy sehemu yako ya kazi? Mimi nadhani sasa hivi ndio wakati na enjoy. Mimi naamini ile jeshi nilikuwa nasema la wakati ule, I think nimejenga watu wengi sana. Nimejenga watu, nimejenga timu. Sihitaji kuja ofisini kwa sababu naamini vitu vinakwenda, and I think hicho ndio nataka kuona. Unahisi kama ungepata nafasi ya uongozi serikali, sehemu gani ingekufiti wewe? Mimi ni mtu wa behind the scene. Sasa sioni sehemu serikalini ambako ulikuwa labda mkurugenzi wa usalama wa taifa. Alright. Umeshawahi kupigiwa simu ukapewa nafasi serikalini ukaikataa? Nimewahi kuulizwa kama nitakuwa na interest ya nafasi serikalini. Kweli. Lakini sio kwamba nilikubali au nilikataa, lakini nadhani sio sehemu yangu. Sawa, ili swali natoka kwa Nicky wa pili. Anauliza una mpango gani na School of Excellence katika muono wa muziki? School of Excellence katika kuielezea, mimi naamini katika mfumo wetu sasa hivi kwanza kwenye what is School of Excellence? Basi School of Excellence nadhani swali lake mimi ni baada ya kuzunguka kwenye fursa nikagundua kuna gap kubwa sana ya aina ya wanafunzi wanaotengenezwa kutoka kwenye vyuo. Mfumo wetu wa elimu hautengenezi mazingira bora ya kuwezesha watu wanaomaliza mashule kuingia kwenye soko la ajira wakawa wako vizuri. Kuna vitu wanavikosa sana. Kuna vitu ambavyo hawana ambavyo vinawafaa sana kupata ili viweze kuingia kiushindani. Kwa hiyo wanapokuja wa Kenya, Waganda wanatupiga bao rahisi sana. Kwa hiyo nikasema nianzishe kitu ambacho kinaitwa School of Excellence, ambapo nachukua wanafunzi waliomaliza kwenye vyuo na wafundisha vitu vitatu vikuu. Moja, problem solving. Kwa sababu hakuna mwajiri asiyetaka mtu anaweza kusolve mata problems za kikazi, zinaitwa complex problem solving. Critical thinking. Umeelewa? Lakini kingine ambacho mimi nafikiri katika mfumo wetu wa elimu wa shule zote hatuna ni kitu kinaitwa emotional intelligence. Umeelewa? Emotional intelligence katika mfumo wa branding tunasema. Dunia inaendeshwa na branding sasa hivi. Nani anajua jinsi ya kucheza na zile hisia ili uweze kuuza brand na tuweze kuweka brand? Kwa sababu dunia nzima inabebwa na brand. We're talking about simu, tunazungumza kuhusu vinywaji, kila kitu. Lakini mavazi unayatai vipi yale kwenye maisha ya kawaida ili yoyote unayemwajiri au anayeajiriwa awe na advantage kwenye sehemu ya kazi. Kwa hiyo nikaanzisha kama shule fulani. Mimi naamini pia hata wasanii wanahitaji kupata kitu kama kile kuweza kuelewa. Kwa hiyo nadhani Nicky anachokisema, kwa sababu amekuwa ananishauri mara nyingi sana kwamba inawezekana wasanii wana sanaa, tuna ubora wa sanaa. Unaweza kuwapa kitu gani kingine cha ziada cha kuwajengea hiyo ya kuelewa? Kwa sababu akiwa na ubora wa sanaa na ukawapa na hiyo elimu ya pembeni, hizo atakuwa super business man kusema katika ndani. Nadhani ndio swali lake. Kampeni bwana. Gia Bash ni aje? Safi. Ruge, habari bwana? Safi bwana. Hongera sana. Huwa nasemaga mara nyingi kwamba Ruge ana kipaji cha kujua vipaji. Mara nyingi sana nasema hivyo. Kwa hiyo hongera kwa hilo. Na swali langu ni kwamba hata watu pia wamekuwa wakiniuliza baada ya kazi Ruge huwa anaenda wapi kuburudika? Sasa tukitoka MD tunakutana naye, viongozi wetu wengine hapa kwenye station tunakutana nao, lakini hata mimi nikitoka sijawahi kukutana na SM wote ukiwa umetoka kwenda kwenye burudani. Huwa unafanya nini baada ya kazi? Mimi zamani, kwa sababu kuna mtu adabu ameniuliza swala la pombe. Mimi kwa nakunywa pombe kidogo zamani. Ulikuwa unakunywa konyagi nakumbuka. Wakati wa kitega uchumi. Ni kweli alikuwa. Lakini nikagundua kwamba hii haina mpango sana. Kwa hiyo ukitoka kazini, kwa sababu ukishakuwa unakunywa pombe, ni lazima ukatafute mahali ukakae tu. Kwa hiyo ndio maana nikapata akili ya kuanzisha sehemu kama TFT ili nisipate sababu ya kwenda kukaa tu mahali na kunywa. Hebu ngoja nikitoka kwenye sehemu moja hii niende kwenye sehemu yangu nyingine nikafanya. Kwa mimi mara nyingi kiukweli TFT natoka saa 3, saa 4, unaelewa. Nikimaliza hapo napiga kidogo makazi yangu ndogo nyumbani, lakini kiukweli hizi mambo ya starehe sana siku hizi sina. Alafu vijana wangu na wakuta huko nikitokea wanakimbia. Labda akurahisishie swali captain. What you do for fun? Nini ambacho unafanya for fun? I'm doing it now. Yeah. Okay. This is fun.
Speaking of THT, wewe ni mkurugenzi wa Clouds na ni mkufunzi na mmiliki wa Tanzania House of Talent. Unawezaje kutenganisha conflict of interest kati ya THT na Clouds? Mimi nadhani tatizo ni kwamba kule wale ni watu wanaotengeneza bidhaa ni nyimbo zao. Kwa sababu ukiwa huko ndani wana Dazen mwenyewe, una nyimbo ngapi za THT zimekuja huko zimebounce? Bidhaa mbaya ni bidhaa mbaya tu. Yaani whether imetoka huku au imetoka huku tafanya. Na mimi sio jukumu langu, kumbuka, la kusema nitabeba bidhaa nzuri au mbaya. Jukumu langu ni kuwasaidia kutengeneza bidhaa, kuwapa uwanja. Ni sawa na Azam, umeelewa, ambayo timu ina uwanja, ina swimming pool ya kuogelea, ina sehemu ya kukaa, si ndio? Kikweli wasiposhinda kwenye mechi kuna kosa pale. Hii sinakoa wenyewe tena. Mimi ninachofanya ni kuwapa sehemu tu. Nawapa studio ya bure, nawapa sehemu ya kufanya mazoezi, nawapa sehemu ya kula, umeelewa? Wasipotengeneza nyimbo ni shauri lao wenyewe. Hiyo sihusiki na kuichukua nyimbo na kuileta huko, na nafikiri mnafahamu. Naona kuna swali hapa kupitia Instagram, jamaa anauliza, naomba umuulize mwanafunzi anataka kujiunga na School of Excellence anafanyaje? How to be a part of it? Anaitwa official. Kwa nilikuwa nimesimamisha hiyo kidogo kwa sababu ya mambo ya fiesta na fursa. Kwa hiyo katika wiki 1-2 itakayokuja tutatangaza, tutachukua watu. Okay, kabla hajauliza ngoja bwana. Hii kwanza subiri wale. Kwanza hao mwapaje interview hii? Interview takiwa jahazi. Mzee, angalia ratings mzee. Mzee mwenyewe anataka kutembea na chake. Nitaka nikuulize kitu kimoja Ruge. Kama ungekuwa ufanye kazi hii unayofanya sasa hivi ya mambo ya vipaji, mambo ya media, ungekuwa unafanya aina gani nyingine ya kazi? Nafikiri ningekuwa nje ya nchi. Wewe ni mzalendo. Mimi ningekuwa nje ya nchi kwa sababu ningetafuta sehemu ya kufanya kitu kinafanana na hiki. Kila siku nawaambia watu, lakini popote pale. Katika maisha hakuna kitu kizuri kama kufanya kile unachopenda kufanya. Ukiweza kukichanganya ndani ya sehemu yako ya kazi, do it mpaka utakapokufa. Okay, najua unapenda ofisi yako, wafanyakazi wako na kila ambacho wanakifanya. Na mfanyakazi wako yoyote akiondoka kwenda kwenye sehemu nyingine ya kazi, hiyo inakukwaza, inakukasirisha, na akirudi pia unakuwa na maili ya kutoka moyoni, au unajua huyu kapteni huyu amerudi, huyu kuna namna. Mimi nakuwa mkweli kabisa kutoka moyoni. Mimi naamini swala la kutoka kwenda mahali na kurudi ni jambo zuri sana. Yaani sana. Kwa sababu huwezi kujua bila kujifunza. Huwezi kukua bila kujaribu. Huwezi kufanikiwa bila kudhubutu. Umeelewa? Yaani you have to do that. Na hizi riski za kwenye maisha ni lazima ujaribu. Umeelewa? Wote tuko hapa na sehemu kubwa ya walioko hapa, kila mtu anatafuta mkate. Ukiona kuna opportunity ya mkate, si ndio? Mruhusu. Hamna mtu ambaye amewahi kutoka hapa bila mwishoni wa siku unasema tukao hatuna urafiki na ukataka kumtakia heri kule alikokwenda. Si ndio? Kina Fina Mangu, kina Masudi, kina Seven, si ndio? Kina Emel Chris. Ni watu ambao wote ni watu walikuwa hapa na walikokwenda. Na saa nyingine unapata nafasi, naomba nikwambie kitu. Kuna nafasi. Nakumbuka Regina Mwalekwa, mimi ndio nimemsukuma Regina. Mimi nadhani BBC is a good opportunity kwako. Nenda. Hii kwa style yako itakukuza. Kwa I think katika maisha ni kumtakia mtu mema kwa kule anakotaka kwenda. Ruge, okay. Una mchumba? Na mke mtarajiwa. Ana mke mtarajiwa. Na mke mtarajiwa. Anaitwa nani? Maana dada anasema haoi mpaka wewe uanze. Mimi nadhani mkipunguza utundu kidogo watoto mtaoa. Bwana, ni series gani ambayo unaitazama sasa hivi kama unatazama? Kwa kweli toka zilipopita zile Prison Break na 24 naona wengine wanazingua tu. Kwa hiyo wengine nagusa tu kidogo. Tyrant inajitahidi kidogo. Okay. Unahitaji ushauri wa siri. Jaribu kuangalia Blind Spot kama umependa. Blind Spot umeona nayo ni ya kugusa haijakaa vizuri. Empire sio kijana. Quantico nimeiona, hamna kitu. Kugusa. Hamna kitu. Kuna moja ya Kiefer Sutherland inaitwa nini sijui, Designated Survivor. Bwana. Okay, George Bantu. Here for the microphone. Ongea na mkurugenzi. Hit the question. Karibu sana.
Boss usijali facial expression. Boss, mambo vipi? Poa kabisa. Mzima kabisa. Kabisa. Nashukuru sana. Ruge, asante sana for your time. Najua nimekuweka ofisini leo muda mrefu ikiwa ni Friday. Kama kuna cha mwisho ambacho ulitaka sana leo tukizungumze, bahati mbaya ile swala tujaliuliza, ukiseme. Mimi nafikiri ni kuwashukuru tu wa Tanzania. Nimefurahi kwamba jana kulikuwa kuna interview very hot ya Omedimpos na juzi ya Diamond, na I think the excitement ya watu kwenye kusikiliza na kufuatilia vitu kama hivi ni kitu kizuri sana. Nguvu zetu na hasira zetu ila nasisitiza ziende kwenye sanaa, ziende kwenye biashara ya sanaa. People should buy music, people should download music kwa kulipa. Hizo ndio hasira ambazo mimi nafikiri tunataka zionekane huko nje mtaani. Teams zinarudia kusema zilikuwepo toka zamani, zinatakiwa ziwepo kama zinaleta changamoto, mradi zisilete athari. Kikubwa ni kutengeneza mazingira ya kibiashara, Tanzania iwe ya kibiashara. Baraza la Sanaa tunalisisitiza tusimamie, tufanye kazi za kibiashara za kiushindani kwenye kukua. Hivi nafikiri beef ya Alikiba na Diamond inabidi ishe au iendelee kwa mtazamo wako binafsi kama Ruge? Mimi binafsi nadhani Simba na Yanga haziwezi kuunganika kwa timu moja. Umeelewa? Ziendelee kugombana lakini wapate hela. Bila kuwa katika misingi hiyo. Bifu za kijinga za maneno na matusi zisizokuwa na tija ya hela kwangu haileti maana. Lakini bifu itakayowezesha kwenda uwanjani kufanya show wakajaza National Stadium, kwangu mimi ni biashara nzuri sana. Zeka sema beef ziendelee. Wakati unaondoka za tija. Za tija. Za biashara. Tusibuni na ziendelee au vipi bwana? Unahisi labda DJ Dion mbali na discipline na kujituma, ana nini kingine ambacho kinamfanya yeye sasa anakuwa international DJ? Nadhani kubwa kuliko vyote ambavyo wengi wenu pia mnavyo ndani, anaipenda kazi yake kuliko kitu chochote kile. Hicho ni kitu cha maana sana, na mbali hata angekuwa hana discipline alionayo, umeelewa? Kwa sababu anaipenda. Mimi DJ Diomi nimekutana naye wakati anafanya kazi Times kwenye Zari White Party, na tulikuwa tumemwalika pamoja kwamba alikuwa ni shughuli ya kwetu Clouds. Mimi ndo nilikupa namba yake. Yes. Ndio. Kwa sababu ni kijana anayejituma, na aliponifuata pale akaniambia, bwana mimi brother, mimi nilikuwa naomba siku zote nikutane na wewe, sijawahi, nataka sana kuja Clouds. Nikamwambia njoo. Umeelewa? Nadhani hakuamini, lakini kiukweli milango iko wazi. Hapa ni Clouds, you think you have talent and I think you're good. Hapa ndio mahali pa kweli. Asante sana. Okay, ukiambiwa uchague kati ya Zari Wema, chagua nani? Diamond. Asante Ruge. Dawa la Excel imefika mwisho bana. After school bash, 2 weeks to go. We are ready to go. We are really ready to go. And by the way, nilikuja na info kuhusiana na ASB 2016. Sema sababu mheshimiwa amechukua paka time ya matangazo, mimi nitakuwa ni nani? Mkubafu kiasi gani? So kwa leo tukubaliana, ila tukutane baadaye kwa So Fresh Taste Parking. 88.5 Clouds, Dar es Salaam. Ni mwaka mwingine kutoa ni wito.